Nipo na Mama Africa ambaye ni Africa OG ambaye ni beauty natural wa Africa. Mambo vipi? Poa. Kama kawa? Kama kawa. Unyama? Unyama. Mekaza? Sana. Kila kitu kiko poa? Yaani kila kitu kiko fresh. Energy kama kawaida? Kama kawa. Last time mtu anakusifia wewe ni mrembo sana kwa uhusi wako. Ilikuwa ni lini? Mimi nimeanza kusifiwa toka muda toka nasoma. Nimeanza kusifiwa. Nakumbuka last time tumepiga story nyingi sana na tukazama sana kwa Vanilla. Na sasa hivi Vanilla amenunua gari. Inaizungumziaje? Kawaida kununua gari. Stari kashajulikana, unaozesha. Yaani unajua ukishaongelea vitu adimu, ngozi adimu kama hizi. Lazima kuna hatua unapiga. Kwa kusema kwamba ni hatua ambazo amezipiga kufuatana na alivyoongelea watu weusi, si ndio? Sasa Vanilla si ameaso muda mrefu, lakini alivyoanza kutuongelea sisi. Si unaona kanunua gari, kazi kapata, followers yao, matangazo. Asingetuongelea angepata gari hiyo. Kwa hiyo atushukuru. Atushukuru. Ikitokea labda unakutana naye papu, unamwambia unampa maneno gani? Nani Vanilla nikimkuta? Nitamwambia yani atushukuru, alafu akaze. Akikupa lift je, unakubali? Lift sinapanda. Kwani nitakataa? Lift inapanda. Alishanifuata na tushamalizana. Yule alinidia akaniomba msamaha. Yakaisha. Maana ilikuwa nataka yani angetoa tena neno lingine na mimi ningeendelea kushusha verse, nimwambia tulikuwa tunakusubiria ujue, sio kama tulikuwa tukusikii. Kwa hiyo mambo yashakaa fresh. Sasa hivi na bless, Mungu ambariki aendelee, lakini ndio siku nyingine asifanye ujinga kama huo wa kuongelea upuuzi ili afanikiwe. Japo upuuzi huu umemsaidia. Okay, ni wazi kwamba Mama Africa ni mtu ambaye very beautiful. Na Mungu amekujalia, mashallah, umeumbika mpaka chini. Hivi ni kero gani unazipata ukiwa unapita ukiwa umevalia zile nguo ambazo zinakuonesha mwili kabisa, yani shape lile namba 8 linaonekana? Kero gani unazipata kwa wananchi? Kelele unapita sehemu akaka mara biluzi mara kuitana wewe vipi sui nini naonaga ni ujinga, ni upuzi, kwa sababu hivyo vitu vipo, wameshaviona. Sio kwamba ni vigeni, japo tupo wachache, sio kwamba tupo wengi, tupo wachache, lakini kwa sasa hivi yani, alafu kuna original, kuna fake. Kwa hiyo yani mshayaona yote, mshajua tofauti zao yote. Kwa hiyo sioni kama ni kuna busara eti mtu anapokuwa anapita unaanza kelele, mara mruzi, mara kukonyezana, mara sijui nini. Sometimes nikionaga hivyo mara ni watukane, mara tu ni waache, yani hivyo. Lakini ni kero kubwa ambayo siipendi. Na wale mtandaoni wanaosema kwamba labda unaitengeneza kwa kwenda gym au labda umetumia mambo ya Wachina nini, hii ikoje? Ni sawa kwako au? Kwa mimi sio sawa kwangu, lakini pia nakuwa siboreki wala siumii, kwa sababu najua ni natural, jinsi ndo nilivyo, nimezaliwa hivyo. Lakini pia wana haki ya kuongea, kwa sababu zipo za gym na zipo pia za kudownload. Na hivyo vitu vipo pia tunaviona kabisa, wengine wanatoa ushuhuda kwamba mimi nimeenda nimefanya hivi, nimekuwa hivi, mwingine mimi nimeenda gym nimefanya hivi. So wana haki ya kuongea, ila wanapochosha ni kwamba ile unakuta hawajui sijui kutofautisha, sijui ndio wameshajua kutofautisha, ila wanaamua tu kukukera. Unaweza kushangaa unapita hapo utasikia Mchina sijui nini. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Mimi nataka niambie faida 3 ambazo umeshazipata kupitia kuwa na muonekano wa big figure. Faida nilizozipata, maana Vanilla yuko kwa kutokana watu weusi amepata gari. Wewe kwa upande, maana wanaume sasa hivi wanapenda sana wanawake wenye makali makubwa. I mean hata Harmonize pia ni vitu vyake. Wewe kwako wewe faida gani umeshazipata 3 au ama 4? Faida sasa nikiongelea faida, labda nafanya modeling, ni model plus wa nguo ambazo za mabonge kama anavyofanya Queen Masanja. So naweza nikasema hiyo pia ni faida niliyoipata. Hiyo ndo big faida niliyoipata. Mkataba? No, sina mkataba na mtu yoyote, ila mtu akinihitaji naenda nafanya kazi yake then tunamalizana. Okay. Nashukuru pia kwa mwaliko ambao ulitupa wa kutualika kutaka kuzungumzia baadhi ya vitu mojawapo. Lakini katika kupita uliwahi kunipa information fulani kuhusiana na Steve Mausi. Hii issue ipoje wewe na Steve Mausi? Kuna utofauti wote mlionao ama kuna mambo ambayo yako vizuri wewe na Steve Mausi? Maana sasa hivi na yeye hajambo. Sina utofauti naye, ila ni baada tu ya kuna video zangu zile zilizo trendy, kuna mtu akanicheki. Na huyo mtu yuko kwenye crew yake, sitaki kumtaja kwa sababu wanaweza wakatofautiana kwa kitu cha kijinga. Akaniambia kuna uhitaji wa cast kama ya kwako kwenye kazi. Kwa hiyo jaribu kumcheki Steve Mausi ili akupe cast. So nikapewa mawasiliano yake nikamcheki. Lakini the way alivyonijibu nikachukulia kawaida, kwa sababu unajua kila mtu ana majibu yake.
lakini sikupendezewa kwa sababu huhitaji kumsaidia mtu, mjibu vizuri. Lakini kusema kwamba wewe namba yangu umeipata wapi? Yani kwa hiyo sawa, namba yako ni special sana kwa sababu ya nafasi uliopo nayo, lakini una uwezo wa kumsaidia mtu, mwambie na uwezo wa kukusaidia, au kwa sasa hivi sina. Mjibu tu vizuri, lugha nzuri basi. Kwa sababu maisha yanabadilika, huwezi jua leo kuna kesho kutwa. Na walianziaga wapo watu waliokuwa wanajulikana huko, watu waliokuwa na maisha huko, lakini Mungu akisema nyuma zigeuka, wa mwisho na kwa kwanza na kwa mwisho. Japo siongei kwa kumuombea, ila sio mimi peke yangu, wako watu wengi na ni takriban tuseme ni wasanii wengi. Hasa hapa kwetu Bongo iko hivyo. Sawa, vimba kwa ile nafasi uliokuwa nayo, labda umeipata kwa shida nini, lakini jibu vizuri, kuwa na amani na watu vizuri. Yani onyesha tu show love vizuri, muonyeshe mtu vizuri. Kuna mafansi wenu ni ma role model wenu, wanakutana na nyinyi sehemu nyingine, wanaogopa hata kuwasemesha kwa sababu mnakuta mtu unamvimbia di role model wako. Fansi wako hao ndio wanakupa fukikaa, jamani ka likeini, ka commentini, ka subscribe, sio katazameni kazi zangu. Afu hao wanaotazama kazi zako wanakukuta unawavimbia. Si ujinga huo? Au ndo mtawasusia kama mlivyowasusia wasanii wa Bongo Flava kwenye YouTube hawakuwa wanaenda au kwa sababu ya mambo ya wanavyokuwa wanawavimbia? Hamna, sio kama hivyo, tunarekebishana. Tunaambiana mapema kwa sababu wewe unajua ifikie hatua tubadilike. Wale ambao walikusupport ukiwa chini basi panda nao. Hata kama huwezi kuwasaidia wote, tu kuwa na jibu nzuri kama binadamu. Unajua binadamu tukikutana hata tujuani. Sasa hizi salama imepita. Mjibu mtu tu vizuri basi. Ni vitu kama hivyo. Okay. Last time nilipitia comment zangu wakati tulifanya interview ile. Wakaniambia kwamba kuna sehemu uliwahi kuonekana kama bodyguard. Hii issue ikoje? Unafanya kazi za bodyguard pia? Yes, nafanya pia bodyguard. Unaenda gym? Gym naenda mara chache sana, lakini kuna mafunzo nishapitiaga. Ila huu bodyguard ulikuja vipi? Kuna kazi ambayo nilikastiwa ya kuigiza, nilikastiwa kama bodyguard. Kwa hiyo baada ya ile kazi kuonekana sasa nikawa naitwa kwenye bodyguard. Kuna nyimbo pia nilifanya bodyguard na ilienda viral sana. Hiyo nyimbo ilikuwa wamemwimbia Mheshimiwa Rais Mama. Kwa hiyo nilicheza kama bodyguard wa rais. Alafu pia nilisha mgadi Beka Flavor, Zuena, Diamond. Wako watu wengi. Lakini nafanya pia bodyguard. Umeshapiga hatua kubwa sasa. Namshukuru Mungu. Kwa siku mtu akisema wewe bodyguard wake unamchaji begeni? Hasa hapo tunakubaliana. Ila wasanii unajua na mambo mengi sana. Tunakubaliana, inategemea na kazi yenyewe. Ila tutakubaliana, ila hatutoshindwana. Speaking about watu wenye mashape makubwa, click moja imeclick kichwani mwangu, Fay Momo ambaye amekuwa akipitia changamoto hapa katikati, sawa? Na imefikia hatua mpaka mwanaume aliyekuwa naye ambaye ni Mr. Mwanya ameweza kumdiss na kusema kwamba wanawake wenye makalio makubwa wanaweka akili zao kwenye makalio yao. Yaani wanaona kama vile wanafaidi sana kuwa na makalio makubwa, kwamba wanapata faida kubwa sana. Sawa? Na imetokea kumweka kuwa single. Na wote ambao ameachana nao wote wanalalamika hivyo hivyo kuhusu issue ya makalio. Labda wewe unalipi la kumwambia hao wanaomdiss kwa namna hiyo? Ni ufinyu wa akili zao. Yaani ni ufinyu wa akili zao kwa sababu in case yeye unataka kuniambia kwamba hajai kudate na mwanamke mwingine ambaye hana makalio na wakaachana mpaka hapo alipofikia. Sema tu ndo vile yani wanawachukulia wanawake. Yaani sijui ni tuko wachache, kwa hiyo vile anachukulia yani sijui ndo kama hasira zake anazikimbilia, anazitupia huko. Na hii kauli tusipoipigia kelele itakuwa kila siku inakuwa. Yaani watakuwa wameshafanya kama wimbo kwamba wanawake wenye makalio makubwa akili zenu zote zipo kwenye makalio. Hakuna binadamu ambaye akili yake iko kwenye makalio. Lakini mpaka mnatofautiana kuna reason. Sasa kama hiyo reason mnashindwa kuitatua, unaanzaje kumtoa mtu akili? Na kama uliweza kumkubali akiwa na makalio yake na akili zake zikiwa ziko huko, ilitimisi kwamba ulikuwa na date na cheese. Kwa nini uchizi wake ndio uonyeshe sasa hivi wakati mkiwa mna enjoy huko mjatuambia mimi bana na enjoy na mpenzi wangu lakini akili yake iko nyuma? Kwa hiyo ni ufinyu wa akili zao tu. Wengine wanavuka mipaka kusema kwamba la Fay Momo ni la kutengeneza. Hii ni kweli? Wanashindwa kutofautisha original na fake, ndio ninachowaambia. Yaani wanashindwa kutofautisha. Na hii pia iko kwa wanaume wengi. Unaweza kukutana na date na mtu wake fakisha chana anakwambia kwanza ulikuwa fake. Ulikuwa fake hao. Ya fake inajulikana, ya original inajulikana. That's why iko hivyo. Kwa hiyo wasimseme mdogo wangu, ni original kabisa. Unamuita Fay Momo kama mdogo wako. Je, ni mdogo wako wa damu? Ana kama vile kuna mfanano unaingia? Yule kiuhalisia mimi si nimemzidi. Kwa hiyo ni mdogo wangu. Alafu alivyogusa issue ya makalio kwamba akili zetu zipo kwenye makalio, naona kana tuzalilisha hadi sisi ambao tunayo makalio, umeona Kwa hiyo lazima nilizungumzie hili. Yes. Alright, nakupa kama sekunde 30 hivi za kumshauri Fay Momo kuhusiana na sakata linaloendelea, sawa?
baba Angela mwenyewe anamkandia, mama Angela anamkandia, alafu pia Mwanya naye bado tena anamkandia. Wewe unalipi la kumwambia Femomo? Okay, nachoweza kumshauri mdogo wangu Momo anyamaze kimya, asijibu chochote. Uchafu wote anaotupiwa sasa hivi ajaribu ku-maintain, akae kimya, asijibu chochote, kwa sababu anapojibu anazidi kuwapanikisha wale. Umeona? Anazidi kuwapanikisha wale, wazidi kuongea zaidi. Kwa hiyo cha kufanya anyamaze kimya, wale waongee, wamalize. Alafu unajua watu kama hawafiki mbali. Mwanya nimemuita mara 20, yeye mwenyewe ana mapungufu yake, lakini Momo hajayasema. Na naomba Momo, kama unajua mapungufu ya Mwanya, najua yapo. Yapo Momo, najua. Usiyaseme, weka kimya, ndo atajiona mjinga. Ila Mwanya anaweza kuja kushangaa kamrudia huyu. Aibu itakuwa kwa nani? Wanaume ndo mlivo. Yaani wanaume ndo mlivo. Mwanya mwenyewe nakwambia ufiki mbali, utakuja tena kumuomba Momo. Tena unaweza kanitafuta mimi ndo nje nikuombe kwa Momo. Na Momo simrudie Mwanya, muache na limwanya lake. Mimi niseme asante sana, usije katuvunjia kamati ya wanaume. Sio hivyo, mimi ndo nawaambia. Yaani mnaweza mnatupiga makelele mengi afu baadaye unashangaa unakuja kukaa na pima mizani. Anaweza kapata demu mwingine sana makalio. Aya, sidumu naye akamwacha kimya afu akaja kaona bora hata nimrudie yule ambaye alikuwa na akili ziko nyuma. Nini sasa, si ujinga huu? Maafrika asante. Asante.